fursa hii kwa nafasi ya kwanza kabisa, awali ya yote kutoa pole kwa watoto wa mpendwa wetu Mama Melania, kwa namna pekee Padri Salema na mapadri wote, kwa sababu ni mama yetu sisi sote, wanaukoo wa Ngowi na Salema, wanajumuia wenzake, kwa namna pekee pia washirika wenzake wa Mtakatifu Ana, wanajumuia ya hapa nyumbani, pamoja na sisi wengine wote ambao aidha tulimfahamu mama moja kwa moja au tulimfahamu kupitia watoto wake, na mchana wa leo tuko hapa kumwombea. Poleni sana. Pili, tumefika au tumekusanyika mchana huu kwa mwaliko wa mpendwa wetu Mama Melania, ambaye ametimiza safari ya maisha yake hapa duniani na anaanza maisha mapya ya uzima wa milele mbinguni. Uwepo wa kila mmoja wetu ni faraja kwa familia, lakini pia ni kumwombea mama yetu Melania, kwa sababu alikuwa alizaliwa akaitwa mtoto wa Mungu na wa kanisa kwa sakramenti ya ubatizo, na katika safari yake ya maisha hapa duniani inawezekana hapa na pale hakufikia kiwango hicho ambacho cha kukaribishwa katika uzima wa milele mbinguni. Kumbe uwepo wa kila mmoja wetu kwa adhimisho hili la sadaka ya misa takatifu ni kumwombea utakaso kwa yale yote ambayo ni madoa kwake. Mwenyezi Mungu amfungulie na kumkaribisha katika uzima wa milele mbinguni. Kumbe pamoja na huzuni yetu, lakini neno la Mungu linatutia nguvu kwamba mama amemaliza tu ya duniani, ameanza maisha yasiyo na mwisho katika uzima wa milele mbinguni. Tunapomwombea tunajiombea na sisi pia, ili nafsi zetu, roho zetu zipangwe kwa neema ya utakaso, baada ya safari ya maisha yako duniani pia tuweze kuunganika naye kumsifu na kumtukuza Mwenyezi Mungu. Tuna baada ya hayo na kusanyiko wetu hapa, mama anatuachia ujumbe gani siku ya leo, ili safari yetu itakapofikia kama yeye ilivyofikia tuweze kuunganika naye. Neno la Mungu tulilolisikia somo hilo la kwanza kutoka barua ya pili kwa Wakorintho sura ya 4 aya 16 mpaka ya 17 kabla ya kwanza aya ya 5. Paulo anawaambia Wakorintho usikate tamaa, lakini kuanzia aya ya 5 kuendelea anatukumbusha kwamba hapa duniani tunapita tu, na makazi ya hapa duniani yamefanywa kwa mikono ya wanadamu, lakini Mwenyezi Mungu ametuandalia nyumba ambayo haijafanywa kwa mikono ya wanadamu. Kumbe kila mmoja wetu yuko safarini, na safari ya mama imemalizika, akaanza safari ya umilele. Sisi sote safari yetu hapa duniani itaishia mahali fulani, lakini kisha ingia katika hali aliyoingia mpendwa wetu, safari ya umilele. Kumbe la kwanza la kujifunza kwa kutazama tu kueleza ilivyoeleza nao kwa lenyewe linatosha kufundisha kila mmoja wetu kwamba iko siku na saa tusiyojua, aidha mimi au ni wewe tutakuwa ndani ya nyumba kama hiyo, na wengine wote tumekusanyika kama sisi, kama tulivyokusanyika. Kwa maneno mengine, kuna siku tutafanyaje? Kuna siku tutafanyaje? Hata tusiposema tutakufa, lakini hatutakufa, nitakufa. Si kweli? Tutakufa au nitakufa? Nitakufa. Tena nani? Kila mtu kwa wakati, kila mtu kwa wakati wake. Hilo la kwanza. Kama tutakufa au nitakufa, hoja sio kufa, hoja na kufaje? Na kufa katika hali, ikiwa katika hali ya namna gani? Huyu mama atufundishe mambo manne kwa haraka. La kwanza ni sawa, na ndio namna nzuri ya kujenga nyumba isiyojengwa kwa mikono ya wanadamu. Na mama alisali, kama nikusali alisali, na nashuhudia kwa siku 2-3 nilipomwona kwa hospitalini alikuwa anasali, lakini pia alikuwa mshirika wa mama Ana.
ubatizo wake haukutosha. Aliamua kuendelea kukoleza maisha yake kwa kujiunga hata ndani ya shirika la Mama Ana. Kumbe ni mwaliko kwa kila mmoja wetu, ili safari yetu ya maisha hapa duniani tunaalikwa kwa nafasi ya kwanza kusali, kila mmoja kwa nafasi yake. Kipindi cha Kwaresma, mojawapo ya nguzo muhimu ya kutumia arobaini yetu vizuri ni kusali kwa namna pekee kabisa. Kumbe kila mmoja wetu leo anaalikwa, sali wewe mwenyewe, sali ndani ya familia yako, sali ndani ya jumuiya ndogo za Kikristo kwa wale Wakristo wa Katoliki, sali Jumapili. Mpe Mungu nafasi yake, na Mungu kwanza, alafu mengine Mungu kwanza, mengine tafuteni kwanza ufalme wa mbingu, tunatafuta kwanza ya Mungu alafu mengine baadaye. Na je, hata ndio nayo yana baraka na neema ya Mwenyezi Mungu, au ndio yametumeza kuliko Mungu atumeka? Nafasi ya Mungu ndio ya kwanza alafu hayo mengine baadaye. Na kisha mpa Mungu nafasi yake, hayo mengine ni hakika atatupatia. Hakuna aliyepoteza muda kwa kusali. Kuna aliyepoteza muda kwa kwenda jumuiya ndogo au kanisani au kusali misa. Hakuna. Chochote ulichokitoa kwa ajili ya Mungu, Mungu anajua namna ya kukulipa. Na huhitaji siku nzima hata kusali, unahitaji tu kila jambo lifanyike kwa wakati wake. Sasa ni muda wa kusali sana, muda wa kwenda jumuiya, nenda jumuiya. Ni muda wa kwenda Jumapili kanisani, nenda kanisani. Inatosha kabisa. Ni mambo madogo madogo yanatuunganisha na Mungu. Kama ilivyo kufuli ni ndogo kuliko mlango, ufunguo ni mdogo kuliko kufuli, lakini kwa udogo ule wa kufuli wa ufunguo unafungua kufuli, kwa udogo ule wa ile kufuli unafungua mlango ambao umebeba mambo mengine makubwa. Kumbe katika utendaji wetu wa mambo madogo madogo ya kawaida ya kila siku ndio atakayetuunganisha na Mwenyezi Mungu. Lakini ujumbe wa pili mama anaotuachia siku ya leo, na namna nzuri ya kuendelea kujishikamanisha na Mungu na kujenga hiyo nyumba ambayo Mungu anatuambia pale alipo, na sisi tutakuwepo alipoenda kutuangalia. Hatutaweza kupafika kama hatutazingatia hili la pili pia, kuishi amri za Mungu na za kanisa, sio kwa kuzishika, kuziishi. Kushika hata wale ambao sio Wakristo wa Katoliki wanazijua, sio? Lakini tunaalikwa kuzishika. Lakini je, amri za Mungu na za kanisa ni ngumu au nyepesi? Ni ngumu au nyepesi? Ni ngumu au nyepesi? Ngumu. Je, amri za SACCOS na amri za Mungu ni zipi ngumu? Amri za vikundi vyetu vidogo vidogo tulivyo navyo na amri za Mungu za kanisa ni zipi ngumu zaidi? Za SACCOS ya amri za Mungu? SACCOS ni ngumu sana, ngumu sana. Mpaka za kwenye grupu za WhatsApp ni ngumu sana. Nadhani tatizo ni kwamba ukifanya kosa unaadhibiwa papo kwa papo, sio? Kwa mfano, ukichelewa kwenye kikundi unatozwa 2,000 au 1,000 au 5,000. Ukichelewa kanisani, ukichelewa jumuiya, hamna. Sasa kila mmoja arudi huko ndani yake ajione mjinga, ajione tondo kabisa. Kwa kama nazingatia amri za kikundi, amri za SACCOS, alafu amri za Mungu nazipuuza tu, wewe si ni waajabu? Au wewe ni waajabu kabisa, au mimi ni waajabu kabisa? Sasa leo tunakumbushwa usiishi amri za Mungu na za kanisa, kwa sababu hiyo njia Mungu alishatuwekea utaratibu mzuri wa kuyamudu hapa duniani ili tuweze kufikia uzima wa milele mbinguni. Na naamini mama aliziishi vizuri, ndio maana ameamua leo tutumie hizo alivyoishi yeye ili uwe ni ujumbe wake. So yeye pia ametualika sote mchana wa leo, basi ujumbe wake wa pili, tuishi amri za Mungu na tuzipe kipaumbele. Tuache hizi nyingine zote, hata hizo nyingine zimetokana na amri za Mungu na za kanisa, ndipo sisi wanadamu tukatengeneza za kwetu nyingine. Kumbe zile za muhimu, zile za msingi ndizo tuzishike vizuri, tuziishi vizuri,
tusaidie kuyamudu ya duniani na baadaye tuweze kuurithi uzima wa milele mbinguni. Lakini hata umri wa mama tu ni ushahidi wa kutosha kwamba aliishi vizuri. Miaka 90 sio kidogo, au ni kidogo? Miaka 90 kidogo au nyingi? Yeye amekula pensheni ya miaka 10. Kadiri ya maandiko miaka yetu ni 70 ukiwa mwenye afya. Sasa Mungu amemuongezea pensheni ya miaka 10 akapiga 90, ambao nusu yetu hapa inawezekana hatuna miaka 45, lakini tumezeeka kuliko yeye. Si kweli? Ukimtazama bibi yako anatabasamu vizuri, sio? Kuna watu hatuna tabasamu na huyo bibi. Kweli si kweli? Tumechoka. Nadhani na tabasamu kumbe unashinika. Kilichokuchosha ni nini? Tajua baadaye. Jambo la tatu, bibi analo kukumbusha leo, kuishi maisha ya sakramenti. Kwa namna pekee kitubio, Ekaristi Takatifu, sisi kama makuhani kuishi taratibu na kanuni zetu, kwa wale walioko katika maisha ya ndoa kuishi mapendo kamili na uaminifu. Ndio mwaliko bibi anao kualika leo, au ujumbe anao kutoa nao siku ya leo. Maisha ya sakramenti. Sakramenti ni vikolezo vya maisha yetu ya kiroho, ni viungo ndani ya maisha yetu ya kawaida ya kila siku. Ni kama mtu amepika chakula chake vizuri, akaongeza huko kanazi kidogo, kanyanya kidogo, karoti, akaweka nyama, akaweka kabizari. Tofauti na mtu amepika tu, amechukua maji, akamenya ndizi, akatia jikoni, bado ni machalari, sio? Yote yanaitwa machalari. Lakini je, haya yaliyotiwa nyama, yaliyotiwa nazi si tofauti? Ni machalari lakini yana ladha tofauti. Kumbe maisha ya sakramenti ndio yanayokoleza maisha yetu ya uhusiano wetu na Mungu uwe mzuri zaidi, au kujishikamanisha naye vizuri zaidi kuliko kuishi tu bila kukoleza au kuisha maisha yetu mara kwa mara kwa sakramenti. Kila mmoja ajiulize, mara mwisho uliungama lini? Lakini kipindi hiki cha Kwaresma, ili tuweze kujiweka karibu zaidi na Mungu, pia sakramenti ya kitubio inaruhusu. Huwa anasema sakramenti ya kitubio ni tanuru la kuchoma yale yote ambayo ni kinyume na mpango wa Mwenyezi Mungu. Sakramenti ya kitubio inaanzia moyoni, inaanzia ndani ya nafsi yako wewe mwenyewe. Usije kuungama kabla ya kuniambia samahani. Kama tumekoseana kule nyumbani, anza kuungama kwangu, si kweli? Au uje kanisani kuungama wakati nyumbani moto unawaka. Inawezekana? Sakramenti ya kitubio inaanzia huko nyumbani. Kama nina neno na wewe, basi nikwambie ndugu yangu nisamehe, mke wangu nisamehe, mume wangu nihurumie, kaka yangu nimepitiwa nisamehe. Hapo unakuja kuungama, maisha yanasonga mbele. Kiungama unajiunganisha, unapokea Yesu katika Ekaristi Takatifu, unakuwa salama zaidi. Katika somo la kwanza, Paulo amewaambia Wakorintho kuishi katika mwili huu tu ni bure. Sasa wengi wetu tumezoea, tumeupenda mno huu mwili kuliko tunavyopenda nafsi zetu na roho zetu na dhamiri zetu. Hapa mngekuwa na kufeli. Mara nyingi tunaposali misa za maziko, mazingira ya nyumbani, tunasema wale wapokea Ekaristi Takatifu wananyosha kwa wengi wanainama, alafu wachache wananyosha mikono. Lakini muda wa kufeli sasa kwa inakuwaje? Sasa kufia Yesu ni moja tu, lakini na utamu wa kila. Umetujalia mkate toka mbinguni wenye utamu wa kila namna, nawe umpendeza kila mtu. Kwenye kufia Yesu upiti madishi 10. Kufia Yesu ni moja tu, lakini ina utamu wa kila. Na ukimpokea Yesu katika hali hiyo ya neema ya utakaso, unaendelea kuwa mpya. Bibi alizingatia hilo na alikuwa anafanya, na wengi hapa ni mashahidi. Na hata siku mjukuu wake amekuja pale hospitalini, amwambia bibi amekufa, alisikitika akasema, nitawaambiaje watu yaani itafikishaje ujumbe kwamba bibi amekufa? Watu wataelewa? Kwa sababu ya upendo wa pekee aliokuwa nao bibi kwa majirani, kwanza kwa familia, lakini
lakini kwa wale watu waliomzunguka. Na leo nimesikia mshirika mmoja wa mama anasema, jamani, si bora mimi ningeenda kuliko huyu bibi angeenda, japokuwa tungemwambia tunamkata asingekubali. Si kweli? Mtu akitaka kujinyonga akikutana na mtu mwenye panga huwa na yeye anakimbia. Yaani ukishakata tamaa au kakutana na simba, si unataka kwenda kujiua. Ukikutana na simba unasubiri au unaingia kwenye mwendo. Ndio maana neno moja kwa mtu aliyekata tamaa linaweza likaokoa maisha yake yote. Lakini nacho ujumbe ninaotaka upate, ndugu zangu wapendwa, tujiweke karibu na Mwenyezi Mungu kwa kupoleza maisha yetu kwa njia ya sakramenti, kama nilivyosema, kitubio, Ekaristi Takatifu na sakramenti ya ndoa, kuishi mapendo kamili na uaminifu. Jambo la 4 analokukumbusha ni kuwajibika katika maisha ya familia na malezi sahihi kwa wale walioaminishwa. Katika hili bibi yetu na mama yetu walifanya vizuri. Kumbe ni mwaliko kwa kila mmoja wetu kutambua yeye ni nani, anapaswa kufanya nini kwa wakati gani na kwa ajili gani. Kila mmoja kama ni baba wa familia, wajibika, sio kwa kuambia watoto wako. Unajua kufika mahali kwa kumwambia mtoto wako, unajua mimi ni baba yako, hiyo ni sawa? Hiyo kauli imekaa vizuri hivi? Fanya mpaka ajue huyu ni baba yangu. Lakini ukitumia kamdomo kumwambia mimi ni baba yako, una mashaka au nisaidiwe. Usimwambie kwa mdomo, mwambie kwa vitendo. Mama wa familia vivyo hivyo, wajibika vizuri. Na katika kuwajibika, toa malezi sahihi. Na sisi wazazi wengi tumepoteza ile kauli ya baba na kauli ya mama kwa watoto wetu. Tumewaacha tu tumewaacha na uhuru wa manyani, kila mmoja anajifanyia cha kwake kwa wakati wake. Mara nyingi tunasema huyu amekuwa mtu mzima. Kwa kawaida watoto hawakui kwetu sisi wazazi na walezi. Bado ni mtoto wako, bado ni kama yuko chini yako, bado unawajibika naye. Kumbe Biblia inatukumbusha leo turudi kwenye ule uasilia wa malezi sahihi kwa watoto wetu. Kwanza sisi wazazi tuwajibike, lakini malezi sahihi kwa watoto wetu, kwa kutambua nafasi yako kama mzazi na kauli yako kwa watoto bado iwe na nguvu ya kumoja pale anapofanya ndivyo sivyo, na pale anapofanya ndivyo ilivyo, basi umpongeze. Kinyume chake tutakuwa na vijana wengi wasiojitambua. Siku hizi kuna wanaume wanafikiriaga mafuta ya nywele. Ni wapi na wapi mwanaume na mafuta ya nywele? Inawezekanaje? Ninyi huwa mnaelewa? Hata mapato wenzangu kama mnaelewa, mwanaume anafikiria mafuta ya nywele. Usifanye mambo mengine ya maendeleo kuliko kufikiria jambo hili. Mimi huwa siwaelewi kabisa. Mwanaume anapiga mahesabu, nitapata wapi pesa ya mafuta ya nywele? Mimi huwa sielewi. Lakini ni sisi wazazi tumepoteza, sisi walezi tumepoteza hiyo kauli ya kumwambia hiki ni sawa au sio sawa. Wewe ni mwanaume na mwanaume anapaswa ishi 1, 2, 3. Wewe ni mwanamke unapaswa ishi 1, 2, 3. Hiyo hatuna tena. Sasa hivi anatukumbusha yule mjukuu wake aliyekuwa na mjukuu au kijana wake alikuwa anamtunza pale hospitalini. Akifanya ndivyo sivyo, alikuwa anamwambia hiki sio sawa. Hiki sio sawa katika ugonjwa wake na katika hali yake hiyo hiyo. Sasa mimi na wewe bado tuna akili timamu, tuna ufahamu, tunawaacha tu katika uhuru wa manyani, tutakuwa na kizazi cha ajabu kabisa, ajabu. Kumbe Biblia inatukumbusha leo na tufanye kurudi katika uasilia. La mwisho ni kwetu sisi sote, tujipende, tujifunze na tujithamini. Ukijipenda utapendwa, jithamini utathaminiwa, ukijitunza utatunzwa pia. Ukipoteza hivyo vyote, maisha yetu yatakuwa ni mafupi zaidi. Na nisema kwa sababu afya zetu zimekuwa mgogoro, kwa sababu umekosa upendo hata wa nafsi yako mwenyewe, umekosa kujitunza na
kujithamini sisi wenyewe kwa kufanya hata yasiyotakikana au kwa kujiingiza katika maisha hatarishi yanayopelekea aidha mahusiano yetu na Mungu yanapotea, mahusiano yetu wenyewe kwa wenyewe yanapotea kwa sababu ya kukosa huo upendo, kujitunza au kujithamini. Tunapokosa hayo, miili yetu inaharibika, magonjwa yanatembelea, na mwisho wa siku tunashindwa kufikia hata umri wa huyu mpendwa wetu tunayemsikiliza leo. Kwa umri wake utufundishe la kujipenda, kujitunza na kujithamini vizuri, tu hata na nidhamu nzuri ya kula, nidhamu nzuri ya kunywa. Hili ni kuangukie zaidi sisi vijana, bila kujalisha kwa hali na hali ya namna gani. Swala la kula na kunywa limetuzeesha mapema. Hicho nilichosema mwanzoni. Nadhani unatabasamu, kumbe unashirika kwa sababu ya pombe tunazokunywa, tunachokula vyote ni vichungu. Wao vinatutengenezea sura ya kushirika muda wote. Hivi kushirika ni Kiswahili au ni Kichaga? Hicho cha msingi mnaelewa. Hicho cha baadhi. Kumbe mimi ni waombe tu na niwasihi zangu wapendwa, umri wa huyu bibi utufundishe na sisi tupiganie tufike hapo miaka 90, ikiwezekana tuende na zaidi hapo, kwa kujitunza, kujithamini na kila mmoja wetu kwa nafasi yake. Namna pekee vijana, kwa kuepuka kunywa haya mapombe machafu yasiyo na tija, lakini pia na mambo mengine ambayo yanatuweka katika hatarishi. Mara nyingi huwa anasema ni katika ujinga tu panya anahudhuria kikao cha paka. Hali hiyo sidhani kama mtabaki salama. Panya akihudhuria kikao cha paka inakuwaje? Haya mazingira hatarishi ndio yanayotuzeesha mapema, yanatuweka mbali na Mungu, lakini pia yanatuweka mbali na wenzetu, kwa sababu ukishakuwa na maisha ya namna lazima ujitenge. Unajitengenezea staili ya maisha ambayo kwa Mungu ufiki na hata kwa wanadamu wenzako ufiki. Au umetuambia sisi tukae mbali na wewe kwa sababu wewe umekaa mbali na sisi. Upendo wa huyu bibi, na ndio mjukuu wake alikuwa anasema, ninaweza nikasema kitu kimoja tu kwa bibi kwa uhakika na kwa asilimia zinazopita 100, bibi alimpenda na mpaka wakafikia mahali pa kuitana majina ya nyumbani. Ile jina lake Melania, mjukuu wake mdogo tu hivi lakini anamuita Melania na yeye anaitika. Ni upendo wa dhati wa ndani kabisa. Yaani akimuita anamuita kutoka moyoni, na bibi anapokea kutoka moyoni kabisa huo upendo. Kwa maana sema ukitoa unapokea. Ukijitengenezea maisha ya upekee, unaweza kukafa katika huo upekee pia. Utafanana na dereva mmoja wa bajaji. Aliandika kwenye bajaji chake hapo nyuma, niacheni haya ndio maisha yangu. Siku moja akapata ajali, akadondoka kwenye mtaro. Yeye akatangulia chini na kile kichwa cha bajaji kikatangulia chini, yale maandishi yakabaki hapo juu, niacheni haya ndio maisha yangu. Kwa kila aliyekuwa anapita, kweli wanamuona huko chini, lakini pale juu kameandikwa niacheni haya ndio maisha. Ni kweli maisha yako wakati unakufa. Tumwombe Mwenyezi Mungu aliyekutanisha na tumshukuru Mama Melania aliyekutanisha mchana huu na anayetupatia ujumbe huo kwamba kiishi vizuri hapa duniani katika maisha ya sala, amri za Mungu na za kanisa, kuisha maisha yetu kwa sakramenti, kutimiza wajibu wetu vizuri, kila mmoja kwa nafasi yake, tutayamudu vizuri ya duniani na baadaye tutaurithi uzima wa milele mbinguni. Roho ya mama yetu Melania ipate rehema kwa Mungu, ipumzike kwa